Sababu kwa nini ni haki kabisa na ni jambo la busara kwa kijana kuokoka. Msingi wa maadili. Msingi wa maadili ni kitu muhimu sana. Ujana ni kipindi cha dhoruba na changamoto nyingi. Kuokoka kunampa kijana nanga au mwongozo wa maadili unaomsaidia kufanya maamuzi sahihi katikati ya shinikizo la marafiki. Pia pressure imeharibu vijana wengi. Imeharibu vijana wengi, mimi nikiwa wa kwanza. Pia pressure inatusumbua zaidi kwa sababu ya kuona vijana ambao wanakuzunguka ni kama wao wako na starehe sana. Unaona wokovu ni kama ambao umekufunga. Pombe sio starehe. Kuwa na wanawake wengi sio starehe. Kufanya mambo maovu sio starehe. Ujana si kufanya vitu vichafu. Ujana ni kipindi cha dhoruba, ni kipindi cha changamoto nyingi. Lakini ukiwa umeokoka, inakupa nanga, inakutenga na mambo mengine, inakupa mwongozo katikati ya shinikizo la marafiki, inakupa mwongozo. Wakati umeokoka na umempokea Yesu amekuwa Kristo na Mwokozi wa maisha yangu, inakulinda. Wokovu unakulinda na unakuwa hauna ile tamaa, hauna ile peer pressure ya vijana wenzako vile wanafanya. Hautakuwa na hiyo matumizi ya vilevi au tabia hatari, zitakuwa ziko mbali na wewe. Kwa hivyo ujana utakusaidia wewe kuweza kusimama kwenye haki. Ujana utakusaidia wewe kuweza kutimiza malengo yako. Kitabu cha Timotheo wa pili 2:22. Lakini zikimbieni tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Kwa hivyo ujana tunaambiwa tukimbie tamaa za ujanani. Ndio, ujana una tamaa nyingi, ujana una furaha nyingi, ujana ni raha. Kuwa kijana ni raha, lakini tunaambiwa tukimbie tamaa ambazo zitatupelekea kuingia katika vitu ambavyo havistahili. Amani ndani na kusudi. Amani ya ndani ya moyo na kusudi. Maisha sio tu kula na kuvaa. Kijana wengi leo wanapambana na msongo wa mawazo na hisia za upweke. Imani humpa kijana hisia ya kuwa na kusudi, purpose na amani ya moyo, akijua kuwa maisha yake yana dhamana kubwa zaidi yanayoonekana nje. Kwa hivyo kama kijana itakupa amani na ndani na kusudi. Ikikupa amani ya ndani, hautakuwa ni mtu wa kutamani vitu vya nje. Utakuwa ni mtu ambao utakuwa unaridhika na kidogo ulicho nacho. Hautakuwa ni mtu wa kuishi ukitamani vitu vya nje, bali utaishi ukiwa umesimama kwenye msimamo ulio imara. Hautakuwa na msongo wa mawazo. Umeona rafiki yako ameendesha gari, umeona rafiki yako labda amejenga, umeona rafiki yako maybe amefanya mambo mazuri makubwa. Imani inakupa kuenenda kwenye njia inayokupasa. Kwa hivyo maisha sio tu kula na kuvaa. Maisha sio kula na kuvaa. Maisha ya kijana leo yanapambania msongo wa mawazo na hisia za upweke. Imani humpa kijana hisia na kuwa na kusudi, purpose. Unakuwa na kusudi na malengo kama kijana. Namba 2. Nidhamu na maisha. Nidhamu, respect. Maisha ya wokovu mara nyingi humpata na nidhamu. Kujitenga na mambo yanayoweza kuharibu afya yako au mustakabali wa nidhamu. Hii ina tafsiri moja kwa moja kwenye mafanikio ya kimasomo,
kazi na mahusiano ya kijamii. Maisha ya wokovu mara nyingi huambatana na nidhamu. Maisha ya wokovu huambatana na nidhamu, kujitenga na mambo yanayoweza kuharibu afya yako, mustakabali wako. Nidhamu hii inatafsiri moja kwa moja kwenye mafanikio ya kimasomo, kazi na mahusiano ya kijamii. Kwa hivyo wewe kama kijana itakupa kuwa na nidhamu kuwa mimi nimeokoka, kwa hivyo ninafaa kusimama katika njia iliyo safi ili nisiadhiri masomo yangu, nisiadhiri kazi zangu, na nilete mahusiano mema kwa jamii inayonizunguka ione mwenendo wangu safi na kumtukuza Mungu. Muhimu kuzingatia: wokovu haumaanishi kuwa kijana aache kuwa kijana au aache kufurahia maisha. Badala yake ni kufurahia maisha katika namna ambayo ni si salama, yenye heshima na isiyo na majuto ya baadaye. Kama kijana haimaanishi kwamba usiwe kijana, haimaanishi kwamba usisimame kama kijana. Inamaanisha kwamba ukiwa kijana furahi, ukiwa kijana kuwa na furaha, jifurahia, lakini uwe na mipaka. Kwa hivyo wokovu inakupa namna ambayo si salama, yenye heshima na isiyo na majuto ya baadaye. Kama kijana itakupa kuwa na msimamo ulio safi, itakupa kuwa na msimamo wenye kumpendeza Mungu. Kwa hivyo usalama utakuwa uko nao. Mhubiri 11:9 inasema, shangilia kijana katika ujana wako, na moyo wako uchangamshe siku ya ujana wako. Nenda katika njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Kwa hivyo kama kijana ninafaa nishangilie, ninafaa nifurahie siku za ujana wangu, ninafaa niwe na furaha, nisiwe na msongo wa mawazo. Basi nikiwa nimeokoka, nisiwe ninajiweka kama niko mzee, nisijione kama ambaye ujana wangu umeisha. Hapana, nisimame kama kijana, nisimame kama youth, kama kijana, na nifurahi, nisiwe na msongo wa mawazo, nisiwe ninawaza ndio nimeokoka lakini maisha yangu yataishi. Hapana, unafaa ufurahi kama kijana, unafaa uwe na furaha kama kijana. Usiruhusu akili yako itekwe na adui ili ujione kama ambaye ni kama umeshapita hapana. Ukiwa kijana baki kama kijana. Biblia inatuambia shangilia kijana. Shangilia kijana katika ujana wako, na moyo wako uchangamshe. Moyo wangu ni uchangamshe wakati bado mimi ni kijana. Nisiseme kwa sababu nimeokoka basi nisiishi kama kijana. Hapana, wokovu haumaanishi niishi kama mzee. Wokovu bado uko pale pale, na nitafurahi kama kijana. Nitaenenda katika njia zilizo safi. Kwa hivyo tukajifunze jinsi kijana anavyoweza kubalance maisha. Hapa ndio kuna msingi mkubwa, kubalance maisha yako kama kijana. Kama kijana usipoweza kubalance maisha yako ukiwa kijana, itakuja kukulemea zaidi kwa uzee wako, kwa sababu utakuwa umepoteza muda mwingi kama kijana, ambao ukiwa kijana ungefanya vitu vya muhimu, lakini ulitawaliwa na peer pressure ya watu, ukaingia kwenye njia ambazo hazikumpendeza Mungu na maisha yako yakaharibika. Sasa unakuja kujutia baadaye, wakati muda umeshapotea, wakati ushapoteza muda wako kama kijana, poteza wakati maisha yako yameshaharibika.
Lakini ukiwa kijana ni vizuri kusimama kama wewe mwenyewe, uamue kutoka ndani ya moyo wako, useme mimi ni kweli ni kijana, lakini nitasimama kwa zamu yangu, na uweze kubalance maisha yako, uweze kujua ni jambo gani jema na ni jambo gani mbaya. Usitawaliwe na pia pressure ya watu, usitawaliwe na maisha ya watu. Usimuone kijana fulani maisha yake ni mazuri ukasema hata mimi natamani niwe kama yule kijana. Huwezi jua huyo kijana amepitia njia gani na kuweza kupata hicho alichonacho. Kwa hivyo usifurahie furaha ambao wako nayo. Hapana, furahia wokovu wako, dhihirisha wokovu wako, simama kama kijana, useme hapana, mimi nimeokoka na mimi ni kijana, na usimame kwenye wokovu wako, uweze kubalance maisha yako ili usije kujuta baadaye na kusema laiti ningelijua nisingelifanya vile, laiti ningelijua ningetenda kitu kile, ningefanya kitu kile, sasa singelikuwa hapa, nisingeiga mtu fulani. Lakini kwa sababu ujana unatuforce tunafanya vitu ambavyo vinatupelekea baadaye. Sasa ukijaribu kuuliza baba zetu, ukijaribu kuuliza mama zetu, ujana wenu ulikuwa vipi, watakuelezea na wana majuto mengi. Unaweza jiuliza kwa nini maybe mama yako hana uwezo au baba yako hakupata ule uwezo, lakini ukimuuliza atakwambia nilichezea ujana wangu sana. Ni kama kwa Biblia, Yakobo wakati aliita watoto wake wote 12, wakati anawahusia wale watoto wake aliwaambia ujana wangu niliupoteza zaidi. Anajutia ujana wake vile alivyoupoteza. Kwa hivyo kama kijana tukisimama kwenye zamu yetu, tukisimama kwenye njia, hatutaweza kujutia, tutaweza kubalance maisha yetu.